Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah, leo ni siku yenye neema, yenye furaha ambayo Allah ameweza kutuletea sisi sote. Naamini utakuwa umeweza kuamka na afya kama ilivyo desturi. Na inshallah, mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunataka kuangazia swala zima la serving humanity through Islamic values. Hiyo ni kusema kutekeleza binadamu kwa mienendo ya Uislamu, na inshallah mgeni wetu si mwingine bali anakuja kwa jina la Luqman, na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia siku ya leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Luqman. Shukran. Ni muda sana lakini alhamdulillah. Nashukuru Mwenyezi Mungu, japo ni muda siwezi kusema mrefu wala siwezi kuhukumu ni mfupi. Naam. Bal kuna kipindi kimepita kabla sijakuwa katika studio zenu za Mahdi TV. Karibu sana. Shukran na sana. inshallah tukielekea katika mada yetu ya leo, tungependa sana kufahamu kuhusiana na tunajua sisi kama tuko katika watu wako na dini tofauti tofauti, lakini kuna ubinadamu ndani yake ambao pia naamini ni hadithi ziko kuhusiana na unafaa kuishi na watu vipi ama kivipi. Na inshallah siku ya leo tunataka kuangazia jinsi gani sisi tunaweza tekeleza ubinadamu kwa misingi ya Kiislamu ama kwa mienendo ya Kiislamu. Naam, shukran. Mada ni nzuri, tena ni mada nyeti. Naam. Maana duniani hauwezi kukaa bila wewe kuwa na ubinadamu. Kweli. Mtu aweza kukosa dini lakini hawezi kukosa ubinadamu. Ukikosa ubinadamu unakuwa hayawani. Naam. Na kando na kuwa hayawani, basi utakuwa wewe ni maiti. Kweli. Na utahesabika miongoni mwa wale wafu. Kwa hiyo lazima mtu akiishi katika ardhi hii lazima awe na utu na ubinadamu ili aweze kukop na mazingira ambayo kwamba yamemzingira. Maana mazingira haya yanaamiliana na binadamu kwa ubinadamu wake. Na sio binadamu kwa binadamu peke yake. Muamala wa binadamu na wanyama na pia viumbe vingine kama mimea. Naam. Kwa hiyo lazima mtu awe na ubinadamu kwa mimea, awe na binadamu kwa hayawani. Yani ubinadamu wake umeenea, haswatan vijana. Vijana mara mingi sisi tunaambiwa vijana, yani ujana ni nusu ya wenda wazimu. Na kipindi kile mtu yuko katika ujana wake, inakuwa ni ngumu sana kujikontrol akakaa katika ubinadamu pamoja na ule ujana wake. Na ndio maana kuna baadhi ya vijana walikuwa shupavu katika kukontrol ubinadamu wao. Na Mwenyezi Mungu akawaongoza wakaingia katika imani. Kuna vijana wapango katika Suratul Kahf ndani ya Qur'ani. Kisa chao kimehadithiwa kwamba wao walikuwa, tabia zao zilikuwa vipi, mienendo yao pamoja na zile dini zilikuwepo zama hizo. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akukuwa ametumilizwa, bali walikuwa katika mila zao zile za Kiyahudi na Kinaswara. Lakini wao pamoja na kuwa na mazingira yale yaliokuwa, pamoja na ile dini ilikuwa, Mwenyezi Mungu alikuwa shateremsha vitabu, ndio wale wanaitwa ahlul kitab. Lakini pamoja na vile vitabu kuteremshwa, mazingira ya wale yaliokuwa pale yalikuwa ni mabaya, maovu, walikosa ubinadamu. Na ndio maana dini yao ikakuwa ni mbovu. Sasa wale vijana Mwenyezi Mungu akawasifu akasema, innahum fityatun amanu wazidnahum huda. Wao waliamini ile dini ya Mwenyezi Mungu alikuwa amewafundisha, wakaingiza tabia zao katika ile dini, wakakuwa katika ubinadamu. Wakawa ni wenye kufanya ubinadamu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema yeye ndo aliwazidishia uongofu, wakakuwa ni wenye kuongoka zaidi. Kwa hiyo kijana, lazima wewe mwenyewe kwanza utie bidii kujiweka wewe katika ubinadamu. Maana ni mengi yanaweza kutoa katika ubinadamu ukiwa ni kijana. Vijana ndo wanashutumiwa kwa ulevi, bangi. Juzi takwimu zinaonyesha vijana wadogo wa miaka 16 ndio wanaongoza saizi kwa ukimwi. Jumamosi iliyopita kulikuwa na siku yani wiki iliyopita hiyo kumekuwa na siku ya ukimwi duniani. Lakini takwimu zinaonyesha vijana wa miaka 16, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ndio wanaongoza takwimu za ukimwi. Kipindi mimi ni kijana mdogo miaka 16, ilikuwa
Mtu wa ukimwi, ukisikia ukimwi wewe una hesabu yako inakuja huyu mtu pengine miaka 40 kwenda, yani ashakula raha. Ashakula raha mpaka kuna ule msemo watu ujisifu. Maisha yanaanza kwa miaka 40. Bimaana ashakula raha, sasa anataka kuishi sasa. Lakini leo kijana wa miaka 16, miaka 20 ni aibu, ashakula raha mpaka amepata ukimwi. Inakuwa ni jambo la kusikitisha. Sisi tunatoka katika ubinadamu. Ubinadamu Mwenyezi Mungu amekupangia wewe. Wewe ukizaliwa utapita hapa, ndio utafika hapa, utaingia kwa ndoa, kisha ndio. Lakini sasa ukijitoa kwa ubinadamu kakuwa kama hayawani. Kijana anataka apewe sifa aitwe kifagio. Yani akipita mtaa sema yule kifagio anafagia kweli. Yani anapita na wanawake wote. Ndio ile sifa yeye anaona ndio. Yani ametoka katika ubinadamu wake. Hajijui. Ndio maana basi ukapata mtu ameingia katika sifa kama hizo. Mwingine akawa ubinadamu wake umeondoka, akaona yeye lazima tu apate. Hata kama Mwenyezi Mungu hajamwandikia kupata leo riski, ama leo ameonjwa na mtihani, hawezi kufanya subra. Atatoka, kama umetoka katika ubinadamu ndio itakupelekea wewe katika wizi pengine, na utajipata umefanya mambo ambayo kwamba hayako katika misingi ya ubinadamu. Na dini yetu ya Uislamu msingi wake wa kwanza ni ubinadamu. Wakati Mwenyezi Mungu alimuumba Adam, hakuanza kumwambia swali. Hakuanza, yeye alimpatia jinsi gani atakaa pale katika mazingira haya ya ulimwengu. Na yeye maumbile yake yalikuwa yameambatana kabisa na yani ubinadamu umeambatana na mazingira ya duniani. Na ndio maana yeye hakuambiwa kwanza swali, hakuambiwa Ramadhani, hakuamrishwa chochote kama kile mwanzo wake. Yeye Adam aliingizwa akapewa masharti ya ubinadamu ya kuishi kama binadamu katika ardhi. Na hayo ndio yalimtumiliza hapa. Pamoja na kwa sisi tumetumwa kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Na ibada kubwa ni wewe kufanya ubinadamu kwa wenzako. So wewe ndio uwe na ubinadamu, lazima kuna vigezo lazima uvishike. We have those key Islamic values that inspire the serving of humanity. Yani wewe ndio serve humanity, ndio ukue unatekeleza jambo lako la kutumikia ubinadamu. Lazima wewe uwe na mambo kadhaa ambayo kwamba yametokamana na dini ya Uislamu. Ili wewe ni muumini na unatumikia ubinadamu kwa dini yako. La kwanza ni rahma. Lazima rahma iwe katika moyo wako. Lazima moyo wako ulazimishe wewe kuwa na huruma. Bimaana huwezi kumtumikia mnyama, kwa mfano kumpa maji. Hiyo ni kutumikia jamii na kwa ujumla pia mazingira. So wewe ndio utumikie binadamu pia mwenzako, lazima uwe na rehma. Ndio. Hauwezi kumtumikia mwenzako mwenye anahisi kiu bila wewe kuwa na rehma, kumhurumia, ukawa unaweza kutoa kikombe chako cha maji ukamkabidhi akanwa maji. Naam, kama Ahli Bait venye walikuwa. Ahli Bait alayhimus salam, wao walikuwa wanatumikia ubinadamu, humanity, wakajinyima wao baadhi ya mambo kwa ajili ya watu. Ile ni huruma, anahurumia mtu. Kuna kisa kimoja adhimu cha Ali ibn Abi Talib na Bibi Fatima alayha salam. Walikwenda kwa Mtume siku moja, Mtume akawagawia japo posho kitu angalau waende nyumbani, waende wakaandae. Basi Imam Ali alayhi salam karramallahu wajhahu akakuwa ametoka na fungu lake, Fatima ametoka na fungu lake, naye Hassan na fungu lake, Hussein na fungu lake. Wakifika nyumbani kukabishwa, kukaja mtu amekuja kuomba. Basi Ali ibn Abi Talib akatoa chake fungu lake akapeana, naye Fatima vile vile mlango ukabishwa tena. Wakakuwa na huruma. Kama si rahma, sidhani kama wangefanya kitendo kama kile. Wakawa wametoa kile ambacho kwamba walikuwa nacho. Mpaka ikafika mahali ni aya iliteremka kwa ajili ya Ali ibn Abi Talib na Fatima. Kwa ajili ya ule wema walikuwa wamefanya, walikitoa kile ambacho kwamba walikuwa wamekipata kutoka kwa Mtume, japo nyumbani hakuna kingine. Wao walikuwa na huruma. Kama si huruma hawangetoa. Kwa hiyo rehma lazima iwepo, lazima uhurumie.
lazima uwe na huruma. Pili, kuna jambo la pili, lazima uwe na uadilifu. Bila uadilifu huwezi kutumikia. You cannot serve humanity without justice. Sasa wewe kama kijana ukiona mahali kuna jambo ambalo kwamba linaharibu haki, for you to serve humanity lazima usimame na haki, lazima uwe mwadilifu. Ujue kupima vipimo vya uadilifu, uweke mambo sawa, ima kwa mdomo wako, kama huwezi ama una nguvu basi kwa mkono wako. Lakini sijamaanisha kama venye vijana leo wanatumika wakapewa shilingi 200 wakaenda kuvunja maduka ya watu. That's not serving humanity. Serving humanity ni lazima uwe mwadilifu, kuwe na haki. Yule ambaye kwamba unataka kumtetea, kama wewe unaenda kutetea mtu kwa uadilifu, ni kwamba yeye umtetea apate haki yake bila kuvuruga haki ya mwingine. Yani kila mtu ana haki yake, na haki si usawa. Usawa ni wewe pengine unaweza kuafford kitu fulani. Kuna mtu Mwenyezi Mungu amemfungulia riziki yake, anaweza kuafford kitu fulani, lakini kuna mwingine hawezi, lakini kwa uwezo ile kadri alivyowezeshwa na Mwenyezi Mungu kuna kiwango anaweza kupata. Sasa wewe huwezi kulazimisha yule aliyokuwa juu haja atoshane na huyu wa chini, na kadri ya Mwenyezi Mungu ishapita. Kwa hiyo uadilifu si usawa. Nadhani pia hiyo uadilifu si usawa upitia hasa pia katika masuala ya mume labda ambaye ameoa mke wa pili ama ni watatu ama wanne. Utakuta kuna tofauti kati ya uadilifu na usawa. Wengi wanadhani usawa ndio uadilifu. Sasa uadilifu ni kwamba ikifikia labda ni huu upande, labda mtu ako na mke wa kwanza ama ni mke wa pili, uadilifu unakuja, hauwezi weka portion ya chakula sawia na huyu mwingine, kwa sababu huenda na watoto. Hauwezi sema napeleka bandali moja huku na unapeleka moja kule, yule hana watoto. Sasa kuna ule uadilifu wa kubalance kwamba huyu ako na familia, huyu bado familia hana, ni yeye peke yake. Lakini kwa mambo mengi kama mavazi inaweza kuwa ni the same. Lakini kwa masuala mengine watu tofautishe baina ya usawa na uadilifu. Kweli kabisa. Na ndio maana mara nyingine utapata kuna watu Ramadhani saa nyingine msikitini unapata kuna watu hawana uwezo, lakini kuna mwingine amewezeshwa na ameamrishwa kutoa sadaka, akawa na ile huruma, akaamua kuserve humanity. Katika harakati ya kuserve humanity akakabidhiana alichokabidhiana kwa siri baina yake na Mwenyezi Mungu, nisijulikane ni mimi. Hapa patatakiwa watu wa kugawa. Utapata yule mwenye kugawa na yeye pia anatakiwa sasa, kama yeye anatakiwa awe na rehma, kwanza ajue kuhurumia watu pale kwenye safu. Pengine akigawa, pengine ni michele imekuja, mafuta mathalan, akiangalia watu pale anajua yule ni kiwete. Haki zaidi ni nini? Hawezi kupanga laini, unamuepusha na zile vurugu, unampa fungu lake. Katika hiyo katika mpangilio kama huo, na wale wenye kupokea pia nao wanatakiwa uadilifu. Sisi sote lazima tuwe na uadilifu ili tu serve humanity. Na yule mwenye kugawa pia anaangalia pia, anaona huyu kweli hana uwezo zaidi, anampa kingi kidogo kwa ajili ya kweli hana uwezo. Na kuna mwingine kidogo ana uwezo, pengine ni mtu ana uwezo, ana kazi kidogo, leo anakosa kesho anapata. Huyu mwenye kugawa naye anafaa awe mwadilifu. That's serving humanity. Ataangalia ajue huyu mimi nina kigezo kimoja, lazima niwe mwadilifu. Huyu anapata. Sasa yeye tutampunguzia kidogo kwa sababu, lakini huyu ana familia, hana kazi, pengine hana biashara, huyu atatakiwa apate kingi kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo for you to serve humanity lazima ukuwe mwadilifu. So sio wewe uwe na ile ya kutetea tu usawa. Yani uadilifu ndo msingi pia. Alafu ukiangalia kama Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, katika visa ambavyo kwamba vilimuonyesha yeye ni mtu mwadilifu zaidi, na uadilifu wake ulikuja ukamfanya yeye ndiye ana sifa za uongozi. Na ndo alikuwa na hizo sifa za kuwa khalifa kwa hii ardhi baada ya mtume. Ni yeye kutetea kila mtu. Aliapa akiingia katika watu wakimpatia bai'a, yeye kitu ya kwanza atafanya ni uadilifu, kurejesha kila kitu kenye ndio hivyo, kurudisha vitu pahala pake. Na huo ndio uadilifu. Kwa hiyo wewe ndio serve humanity, lazima uchukue sifa hii kama Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib na Mtume alayhi salatu wasalam, uwe mwadilifu. Alafu jambo lingine ni ihsan, wema. Wewe ndio serve humanity, lazima
userve humanity kwa misingi miwili. Ima unaserve waovu ambao wewe utakuwa unamwabudu Ibilisi katika hili. No. Au utakuwa mwema, utaenda kwa vigezo vya Mwenyezi Mungu kumridhisha Allah, ufanyie watu wema, uwe mwema. Kwa hiyo msingi mwingine ndio wewe userve humanity kwa njia ya Uislamu, utatakiwa wewe kwanza uwe na ihsan, uwe ni mwema. Uwe na sifa za kuwa ni mtu mwema. Jinasibishe na wema. Kama unaenda kwanza unasoma visa vya wema waliokutangulia. Unaangalia Ahli Bait alayhimus salam, kitu gani kilifanya wakakuwa ni wema pale. Lazima kuna jambo walifanya. Hata kama wewe huwezi kufika daraja ya Ahli Bait alayhimus salam au manabii, basi wewe chukua ule wema, jipambe na ule wema. Ndio. Kama kuna wema wengi, au kuna kutabasamu. Kuna kutabasamu na watu, kama huo ni wema pia. Sio kila saa wewe ni kijana unataka uonekane Mike Tyson mtaani. No. Mwingine anasema mimi wananijua mtaani. Mimi ni Stoneface bana. Mimi nikiingia hiyo gorofa hakuna kucheka na watu. Unaona hiyo itakuwa si wema. Wema unaanzia wema, usidharau wema. Hata kama ni kuondolea, hata kama ni kidogo. Ndio hiyo. For you to serve humanity lazima ukuwe na wema. Ukatoka nje ukaona hapa kuna uchafu. Utafanya nini? Utaondoa ule uchafu na huo ni wema utakuwa umefanya. That's serving humanity. Naam, shukran sana Luqman. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Luqman ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufahamu mengi ambayo anazidi kuyaelezea kuhusiana na swala zima la kuserve humanity. Humanity ni muhimu sana, ndio maana wanakuambia haijali wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu, ni Mhindu ama ni dini gani yoyote ambao uko, lakini humanity is very important. Na hili linafaa pia kutuonyesha, inahusiana pia na swala zima la Palestine, jinsi gani tunaamiliana, jinsi gani tunawasaidia. Maana Palestine haimaanishi ni Uislamu peke yake. Kuna dini tofauti wako pale, lakini sisi kama binadamu ni jukumu letu, sisi kama vijana ni jukumu letu kuhakikisha kwamba humanity inafika mbele. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukiwa naye Luqman. Leo tumeamua kwamba tupitie masuala ya dini, kuangazia jinsi gani vijana tunaweza kuishi na ubinadamu, haswa Mwenyezi Mungu anasema nini katika Qur'an, na mtume pia katika hadithi zake, na pia na maimamu ama pia na wake wema wa peponi inshallah, kina Bibi Fatima Zahra. Tujue ni vipi gani waliishi na watu, ni vipi gani waliishi na majirani. Naamini pia tukiangalia Bibi Fatima Zahra alikuwa na ubinadamu, haswa akisoma dua, anasoma dua anaanza na jirani ndio ikuje familia yake. Ina umuhimu sana, na inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake Luqman tutafahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena. Shukran sana. Na tukiendelea tulipokomea, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na ihsan, mtu kuwa mwema. Na wewe kuwa mwema, wewe kama kijana wa Kiislamu, kuna jambo la msingi litakufanya wewe ujue kama wewe uko na ihsan, wewe ni mwema. Kuna kauli nzito sana, kila siku mashehe huwa wanatumia kauli kama ile. Ni kwamba wewe utambue maisha yako, yani kuanzia uzaliwe mpaka kifo ni ibada. Kitendo chochote unafanya katika hii ardhi, kutembea, kula, kunywa, kulala, ni ibada. Kwa hiyo kama wewe unajua ni ibada kila kitu, kwa ile nia yenye wewe utatanguliza kabla ufanye chochote, itafanya iwe ni ibada ya kupatia adhabu, au ni ibada ambayo kwamba siku ya kiyama itakupatia malipo mbele ya Mola wako. Kwa hiyo wewe kitu kwanza unatakiwa ujue, ndio ujue kama wewe uko na ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, ni kwamba wewe kila kitu unafanya ujue ni ibada, na ukifanya ni kama kwamba Mwenyezi Mungu unamuona yeye. Umekaa hivi unazungumza, tuseme chochote kile utakuwa unafanya, kwa nia gani ile utakuwa unaifanya, itafanya wewe kuwe mwema, kwa sababu wewe kwa moyo wako unajua kile unachokifanya unakifanya ni ibada, na unafanya ni kama kwamba Mwenyezi Mungu anakuona. Fa in lam takun tarahu, na ikiwa wewe utajua
haumuoni Mwenyezi Mungu huyo ambaye kwamba tunamtaja hapa. Kila mtu anajua Mwenyezi Mungu yupo, lakini wewe ukijua haumuoni, fa annahu tarak, wewe tambua kwamba Mwenyezi Mungu anakuona wewe. Haya ni maneno mazito yaliwahi kusemwa na Mtume alayhi salatu wasalam, na Imam Ali alayhi salatu wasalam aliwahi kusema maneno kama haya. Kwa hiyo wewe kila kitu unakifanya ili uwe mwema, hatua yoyote unapiga, tambua kwamba Mwenyezi Mungu anakuona. Ukisema leo tunataka kwenda maandamano, tunataka kwenda kutetea nini? Tunataka kwenda kutetea ubinadamu fulani, pengine unaona haki zimeharibika na wewe ni kijana. Atakaye kupa shilingi 200, jamani, wewe tambua yeye kuna chochoro unaweza ingia asikuone. Kwa hivyo wewe ukiingia chochoro ile asikuone, shilingi 200 chukua wewe, weka mfukoni, weka pembeni. Si lazima umfanyie yeye ambaye kwamba hakuoni popote. Lakini pale popote utakuwa upo katika mfano, unasema wewe ni jasiri, unataka kutetea humanity. Fanya kutetea humanity ukijua Mwenyezi Mungu anakuona. Na katika hali hizo usiwe mtu wa nyuso mbili. Ukikumbuka Mwenyezi Mungu anakuona, uwezi kuwa mtu wa nyuso mbili. Ukijua mimi leo Palestine ni kweli wanahangaika, walai utatoka nje kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kufanya wema. Utapaza sauti yako. Hauwezi kufikisha mkono, hauwezi kwenda kumsimamisha, hauwezi kwenda kuambia hawa akina Netanyahu na akina Donald Trump hawa. Hauwezi kuwafikia ukawaambia. Basi we mtu mmoja kuingia katika uwanja ukajaza idadi, mwingine akatoka na nafsi yake mmoja, mwingine akatoka na nafsi yake mmoja, mtafika hata 1,000,000. Yeye ile message mko nayo itafikishwa. Kwa hiyo ndio wewe ufanye ihsan, lazima ujue kwamba kila unachokifanya Mwenyezi Mungu anakuona, na usikifanye kwa ajili ya watu wakuone. Kuna baadhi yetu sisi, mtu anataka kujifanya mtetea humanity, lakini pengine anafanya ndio aonekane na watu. Kuna wengine wanafanya kama wanatetea humanity, kumbe ana malengo. Ria. Ndio hiyo. Wengine anakuja anafanya kama anatetea humanity, kumbe anataka pale mbele mimi nikipaza sauti wakitikisika mimi watanishika, watanitia mfukoni. Hizi si kanuni za humanity. Lazima uwe mwema kwanza. Kwa sababu ungekuwa wewe ihsana hauna, basi kuchotwa, kutekwa itakuwa ni rahisi. Ndiyo. Katika harakati zile za wewe kutetea, kuhudumia jamii na ubinadamu, katikati ya njia wewe utatekwa tu na mifuko ya wale waovu. Kweli. Wana neti zao, wana nyavu nyingi sana. Wanazitumia kuna sawale ambao kwamba wanajaribu kutetea humanity. Jambo lingine ambalo kwamba sisi tunatakiwa tujue, ili ukilipata wewe unakuwa ni mwema, na itakuwa ni rahisi kwako kufanya nini? Itakuwa ni rahisi kwako wewe kuserve humanity. Jambo lenyewe ni al-sidq wal amana. Ni wewe kuwa mkweli na ukuwe mwaminifu. Na kuwa mwaminifu kwanza kwa nafsi yako. Kabla hujakuwa mwaminifu kwa watu wengine, kuwa mwaminifu kwa nafsi yako kwanza, usijidanganye. Kuna njia nyingi watu hujidanganya. Ndiyo. Kuna njia nyingi sana mtu anaweza kujidanganya, na ukifikia pali wewe nafsi yako unadanganya nafsi yako, wewe utaingia mahali ambapo kwamba wewe kutetea humanity hutoweza. Hauwezi kutetea humanity kama kwanza wewe hujakuwa mkweli kwa nafsi yako na hujakuwa mwaminifu. Lazima uwe mwaminifu. Lazima uwe unaweza aminika. Kwa hiyo la kwanza ni sidq wal amana. Jambo lingine ambalo kwamba litakufanya uwe mwema, uweze kuserve humanity kama kijana, pamoja na kwa vijana, ile uaminifu inakuwa ni 50-50 sana. Mara mingi hata kijana akienda kutafuta kazi inakuwa ni ugumu kwake kupata kazi. Hata akiwa na experience na nini, utapata wanamuangalia kwa muonekano kwamba yeye ni kijana. Ile picha ya kwanza tu ni kijana. Hajafika miaka 35 kwenda juu. Unaona? Mara nyingine hata kazi unaona wanaandika live tu 35 years and above. Unaona? Kwa sababu vijana ile amana, kuaminika, uaminifu kwao inakuwa imetoweka. Kwa hivyo vijana wajitahidi sana, kama wanataka kutetea humanity vizuri, wakitaka kutetea ubinadamu, wakitaka kusavu huu binadamu humanity, kwanza wakuwe waaminifu na wakuwe wakweli. Jambo lingine ambalo kwamba
litamfanya mtu awe mwema na aweze kutumikia ubinadamu kwa urahisi, ni alrafiki bil hayawan, ni wewe kufanya urafiki kwanza hata na wanyama. Mimi kuna jambo moja nilinotice, nabii wengi, Mtume Muhammad amefanya kazi kabla hajapata utume. Mwanzo Mwenyezi Mungu alimpitisha maisha ya kukaa, akakuwa anachunga wanyama pia. Musa vile vile alifanya kazi hiyo hiyo, alikuwa anafanya kazi ya kuchunga wanyama, kondoo. Ibrahimu pia alikuwa anakaa na wanyama. Sasa wewe ukikaa pia na ukiona uko na uwezo, hii ni alama. Ukikaa kuku ujue ni mnyama ambaye kwamba hana ubinadamu. Lakini ukikaa na wale wanyama utajenga mazingira katika moyo wako wa kuwa na huruma. Kama unaweza kuhurumia mnyama, ukaona huu mnyama ukamserve mnyama, binadamu hautashindwa kuserve binadamu. Mara mingi ukiona mtu ni mwepesi kuserve wale wanyama na viumbe wengine, kuserve ubinadamu kwake inakuwa ni rahisi. Na ndio kuna kisa japo uthibitisho wake ndo sidhani, sijachambua nijue kama kisa chenyewe huwa kimethibiti, lakini kimekithiri sana. Huwa wengi wanasema kwamba kuna riwaya, sitaki kuchambua ni wapi, lakini kuna riwaya huwa wanaitumia sana kwamba kuna bwana alikuwa anatembea kwa njia, akawa na kiu, basi akateremka kwenye kisima. Ndani ya kisima akateka maji akanwa, akarudi akatoka nje ya kisima, ile bi'r, kisima chenyewe kile alafu akikuwa na kamba, akamuona mbwa. Katika harakati ya kumuona mbwa kiramba mchanga kiu, na akateremka tena ndani ya kisima, akavua kiatu chake, akateka maji, akauma na meno, akapanda mpaka juu ya kisima, akamnywesha mbwa. Kile kisa huwa wanasema yule mtu akapata maghfira ya Mwenyezi Mungu na akasamehewa. Na kidogo nikitoka kwa mada huwa pia nashangaa kidogo, wengine wakisema Abu Talib atakosa maghfira ya Mwenyezi Mungu. Nashangaa yeye akamtumikia mtume, alafu akaserve dini, yani akatumikia dini, alikuwa na ile ubinadamu kwa mtume. Alafu yeye vipi atakoseshwa rehma na maghfira ya Mwenyezi Mungu, ama ataachiwa na Mwenyezi Mungu apotee? Unapata wale watu wanakuwa wamekosa mantiki, kwa sababu haiwezekani mtu akaserve humanity alafu Mwenyezi Mungu akamwacha hivyo. Ndio. Haiwezekani Mwenyezi Mungu mtu akaserve humanity, akaserve mtume wake, alafu ikakuwa imepotea hivyo. Hapo kidogo wanakuwa wamepotea point. Lakini kuserve humanity ni kitu ambacho kwamba ni chepesi ukikuwa na sifa kama hizi. Nadhani ni kitu kizuri sana. Tukiangalia pia katika storia ambayo moja ilikuja ikatolewa ya baba mwenye alikuwa anaenda surgery. Nadhani alikuwa kama ni kesho yake, ilikuwa kuna wiki aenda surgery, alikuwa anapatikana ugonjwa. Nyakati moja akawa amepita katika buchari, akaona mama anataka kununua nyama, ama mama anakota ile mfupa ile ya ambaye yule mwenye nione amwekee. Sasa huyo alipopita akamwambia, mbona unachukua mfupa na nyama iko? Akamwambia, mimi sina pesa, nina watoto ambao nafaa pia kuwalisha, lakini sina uwezo wa kununua nyama. Ule mzee akamwambia mwenye duka, hakikisha kwamba unawapa ile nyama kiasi ambacho wanachotaka. Pia nadhani kaa amewawekea pia ile desturi ya kwamba ikifika nini fulani muje mwe mkichukua. Sasa kwa dua za yule mama, kuna siku wakati sasa imefika, ameenda zake hiyo operation, nilikuwa ameset for operation, kupimwa kila kitu, akutana ugonjwa hauko. Kwa sababu gani? Ile rehema ya Mwenyezi Mungu, ile kwamba kulikuwa na ule ubinadamu aliofanya. Hakutaka kujua huyu ni nani, hakutaka kujua huyu nani. Kulikuwa na ule ubinadamu yenye ameufanya. Na katika ubinadamu ndio wengi tunaambiwa kwamba ni rahisi sana kumleta mtu katika dini ikiwa wewe mwenyewe unajua jinsi gani ya kuishi. Hasa vijana wengi sasa hivi wanafaa kuelewa ni jinsi gani nafaa kuishi ili niweze kufikia yale malengo katika maisha yangu. Na kidogo kutia nguvu maneno yako, kuna kauli nzito huwa sisi tunapokea kama Waislamu. Ni mwongozo kutoka kwa dini yetu. Tunaambiwa irham man fil ardh yarhamuka man fis sama. Muonee huruma aliyeko kwenye ardhi, na wewe utaonewa huruma na nani? Aliye kwenye samaa kule juu, ambaye ni Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Sasa utapata kama huyu pengine kamhurumia huyu
kwa sababu anakuta mifupa na yeye akamuonea huruma, na yeye Mwenyezi Mungu akamuonea huruma, akafanya nini? Akamuondolea na maradhi yake. Kwa hiyo rehma inakuwa ni kitu kizuri na kuhurumiana. Jambo lingine ambalo kwamba litakufanya wewe ujue ni mwema na utaweza kuserve, ukiwa na sifa hiyo utaserve humanity kwa wepesi, ni swilati rahim, kuunga kizazi. Kuunga kizazi huwa kinakufanya wewe unaweza kuserve, kama wewe watu wa nyumba yako umeweza kuwalete pamoja ukawaunga, itakufanya wewe utajua matatizo ya kila mtu katika familia yako. Na katika harakati hiyo itakubuild, itakujenga akili. Hata watu wa nje ya familia utaweza, kwa sababu kama umeweza kumudu kwa nyumba yako, na nje nako kutakuwa rahisi. Utakuwa unafanya mazoezi nyumbani, halafu uwanja wa vita unakuwa ni nje, unaenda kuserve humanity. Na mara mingi hauwezi kupata mtu ana serve humanity ameshindwa na familia yake. Ni ngumu sana. Mara mingi mtu ambaye kwamba anaweza kuunga kizazi nyumbani kwake na nje kwake inakuwa rahisi. Ukiangalia wengi hao wanafanya fujo, wanaopiga Philistine, wallahi thumma wallahi, fanya research, wameshindwa kuunga vizazi vyao. Unapata mtu ana ugomvi na watu wao. Unapata mwingine kwao nyumbani, ukienda usome hizi biography zao, utaona mtu ni kiongozi, ni ruler. Baadaye wewe unaona kwa power anafanya vitu za kinyama, kumbe nyumbani unapata mpaka aliua ndugu yake kwa ajili ya urithi. Mwingine unapata alifanyia mpaka mzazi, baba mzazi alimfanyia unyama kwa ajili ya kutafuta ile apate power. Akafanyia mpaka mzazi unyama, na ndio ule unyama akakuwa nao, ndio sasa anataka kutawala dunia kwa unyama. Umeona? Lakini nyumbani ukiona mtu ameweza kuunga kizazi, akaleta kizazi chake pamoja, basi na nje anakuwa ni rahisi, anakuwa ni mwema, na ni rahisi kwake, unapata anaweza kufanya nini? He can serve humanity bila kupata obstacles. Ni kitu ambacho kina umuhimu sana katika society, hasa especially huko serving humanity, regardless na religion. Kama wewe ni Muislamu, Mkristo, nani, kunafaa kuwa na ile humanity. Kutreat watu in the aspect kwamba unawatreat vizuri, huonoi mtu. Kila mtu ako na haki yake sawia. Kuna nini, yani unajaribu kuweka karibu ya, kwa sababu mwisho wa siku usipokuwa na ule utu hatuwezi ishi. Kwa sababu tukiangalia mfano wa Mtume kadri alivyopigwa na mawe, kutupiwa kila kitu, lakini hakuwa na ile chuki. Ni kama kusema kwamba hawa watu hawajui wanachofanya, lakini ipo siku naamini watajua wanachofanya, kwa sababu Mtume ni kiongozi ambaye ametuonyesha sisi kama vijana tunafaa kuishi vipi. Imam Ali pia ametuonyesha sisi kama vijana tunafaa kuishi vipi. Bibi Fatima Zahra ametuonyesha, maana alikufa katika umri mdogo, lakini ameonyesha vijana vitu vingi. Jinsi gani alivyolea watoto wake, jinsi gani aliamiliana na majirani. Yani inakuwa ni kitu ambacho ni kizuri zaidi. Na hiyo inatupatia fikra kwamba al-insaniyat kabla at-tadayun, ubinadamu kwanza kabla ulete udini. Ndiyo. Tanguliza ubinadamu, alafu mwisho wake utapata dini. Naam. Hauwezi kutanguliza dini halafu binadamu baadaye. Na ndio maana utapata aya nyingi zilikuja, Mtume anatulizwa tu, anafanyiwa maudhia, lakini anatulizwa tu. Ndio ifike kipindi Mwenyezi Mungu akawaambia apigane na makafiri. Ilikuwa yani washirikina kabla wapigwe vita ikuwe jihadi, imefunguliwa milango ya jihadi. Aya zilikuwa zimeteremka nyingi sana. Kwa hiyo kwanza Mtume alikaa kwa ubinadamu, halafu baadaye sasa wale wenye wamekataa na wamefanya fujo kwa ardhi ndio wakaambiwa, wakalazimishwa kwa nguvu wafate nini? Wafate amri za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Naam, shukran sana Luqman. Naona muda wetu ndo kama hivyo unatupa kisogo, lakini alhamdulillah kuweza kufahamu mengi ambayo umezidi kuyaangazia na kuelezea kuhusiana na ubinadamu, ambacho ni kitu muhimu sana sisi kuweza kufahamu. Kuishi kwa ubinadamu, kuishi kwa kuamiliana na wenzetu inakuwa ni vizuri zaidi katika pia kutujenga sisi binafsi. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Luqman ndani ya studio zetu za Mahdi TV, na mimi nimeweza kufahamu mengi ambayo nimeweza kuyaangazia binafsi. Nafurahi sana kuweza kuelewa jinsi gani tunafaa kuweza kuishi katika misingi au kujenga jamii yetu kwa pamoja.
Sisi kama vijana tuna mchango mkubwa, kwa sababu anakuambia kijana wa leo ndio mzazi wa kesho. Sasa wewe mwenyewe unafaa ku understand humanity inapaswa kuwa nini, na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasala.